chemchemi ya uhai, msalaba. Ni Jumapili ya 23 baada ya Pentekoste na Utatu Mtakatifu 22. Wazo kuu la ibada hii ya leo ni shukurani, na ibada hii tunaianza kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sababu ya Injili kwetu ni heshima kubwa, japo tunapitia mengi lakini si aibu kwetu. Kwa sababu ya Injili kwetu ni heshima kubwa. Hii ni neema. Ni neema, tumepata neema. Ni neema, tumepata neema. Ya Yesu Kristo tunao ujasiri na uhuru wa kumkaribia Mungu. Kupitia Yesu Kristo tunao ujasiri na uhuru wa kumkaribia Mungu. Japo tunapitia mengi lakini si aibu kwetu. Kwa sababu ya Injili kwetu ni heshima kubwa. Japo tunapitia mengi lakini si aibu kwetu. Kwa sababu ya Injili kwetu ni heshima kubwa. Hii ni neema. Hallelujah.
akili zako na uwezo wako. Neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Ayubu sura ya 42
nikianzia kusoma kifungu cha kwanza. Ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Ni nani huyu afichaye mashauri bila maarifa? Kwa maana nimesema maneno nisiyoyafahamu, mambo ya ajabu ya kunishinda mimi nisiyoyajua. Sikiliza na kusihi, nami nitasema, nitakuuliza neno, nawe niambie. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi. Naliona taabu na huzuni, nikaliitia jina la Bwana. Haleluya! Nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu. Haleluya! Nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu. Kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo nitamwita siku zangu zote. Kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo nitamwita siku zangu zote. Bwana, nakuomba sana, uniokoe nafsi yangu. Bwana ni mwenye neema na haki, na Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana huwalinda wasio na hila, na Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana huwalinda wasio na hila. Haleluya! Nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza Ndugu wa Kristo wenzetu, sisi wahanga tumeona vema kufanya ibada ya kumshukuru Mungu kupitia katika magumu, kumwomba Mungu kuwapa wepesi. Waliobaki gerezani wenzetu wawili kutoka ili tuungane nao. Tunatumaini Mungu atatenda na sisi tuzidi kuwaombea. Ndugu wa Kristo, safari ya mateso yetu ilianza tarehe 9 mwezi wa pili 2025. Tulikamatwa watu 10 na kupelekwa kituo cha Mbande na kuhamishiwa kituo cha Mtumba. Tulikaa kwa siku 8 Mtumba hapo. Ndipo tulipata dhamana na
kushikiliwa kwa madai ya kuzuia ibada ya kuchoma kanisa. Hakukuwepo na kanisa lililoungua, hivyo tulitakiwa kuripoti kila wiki Dodoma tarehe 20 mwezi wa 3. Tuliitwa kwa kupigiwa simu polisi kata. Baada ya kufika tuliambiwa na wenzenu, ninyi ndiye mliyechoma kanisa. Ndipo tumechoma kanisa na kufutiwa dhamana Dodoma. Tarehe 28 tukapelekwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya kuchoma kanisa. Tukanyimwa dhamana kwa maelezo ya kiongozi kutupeleka gerezani Isanga. Tuliendelea na kujibu shtaka hilo kwa miezi 7 na kuhukumiwa. Tulitolewa tarehe 15 mwezi wa 10 2025. Tuliachiliwa watu 8 na wenzetu 2 walihukumiwa. Hivyo sisi tumeona vema kumshukuru Mungu. Tulikaa kimya tuje mbele za Mungu na Wakristo wenzetu wote dini mbalimbali kumshukuru Mungu na kuwaombea wenzetu waliobaki gerezani. Michango yenu na maombi yenu na nyimbo ambazo zilipata sauti mbele ya Mungu wetu, tunasema asanteni sana. Shukrani. Tunamshukuru Baba Askofu Elibariki Kuta kwa maombi na michango yake na Wakristo wa dini mbalimbali. Ndugu zetu wa Dodoma na ndugu sehemu mbalimbali, ambapo kila wikendi walifika gerezani kutuona na kutuletea mahitaji mbalimbali. Wachungaji wote, wainjilisti wakiongozwa na mwinjilisti Chikusi, bila kumsahau mchungaji Second Mkombola. Mchungaji Second Mkombola ndiye alikuwa baba yetu wa kiroho kule gerezani, aliyetupokea gerezani na kututia moyo kuendelea na ibada gerezani na kupitia Biblia na tenzi za rohoni. Mwisho tunawapa ujumbe, someni Zaburi ya 46 mstari wa 1. Mungu kwetu sisi ni kimbilio, ni msaada utokao tele wakati wa shida na mateso. Risala hii imeandaliwa na wahanga wote na kusoma kwenu na John Madunda Semwani. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa majina anaitwa Jackson Amos Njuruta. Nilikuwa zamani ni Muislamu, lakini baada ya kwenda gerezani nimepitia mapito mengi, nimeamua kubadili dini na kuwa Mkristo. Na siku ya leo nabatizwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe kanisa. Amina. Mimi napenda nimshukuru tu Mungu kwa haya aliyotutendea, na tuendelee kuomba na tuendelee kuombea wenzetu waliobaki gerezani. Mungu afungue njia ili waweze kutoka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa jina naitwa Edison Dennis Sembuche. Jina linalojulikana Mlali ni Fikiri, lakini huko jina langu ambalo nilikuwa nalitumia ni Edison Dennis Sembuche. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tuombee wenzetu wawili waliobakia kule. Maombi ndio iwe njia ya kutupitisha sisi twende sehemu iliyo salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa majina anaitwa Jackson Luka Masamba. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Bwana asifiwe sana. Naomba tuendelee na maombi, tusikate tamaa. Waliobaki ni wangapi? Najua tutapambana kwa jina la Mwenyezi Mungu. Tutafanya nini? Tutafanya nini? Tutashinda. Jamani, sauti. Tutafanya nini? Tutashinda. Naomba tushinde. Sawa? Kule samani kidogo. Kule kuna ibada. Wakati tunaendelea hapa na ibada, na wale nao wanafanya nini? Kwa hiyo tumeungana nao. Mimi naitwa Philemon Nataneli Mwijumbe. Nirudie. Wapendwa,
tunafika mara tunashindwa hata la kusema. Ni hotuba ya shukrani. Tunamshukuru sana Mungu kwa matendo makuu aliyoyafanya kwa kusikia maombi yetu ambayo tumelia tangu mwezi wa pili hadi pale Bwana alipotusikia na kuwarudisha hawa 8 na kuwabakiza 2, nao tunajua Bwana atatenda, maana Mungu wetu ni mwaminifu na yote kwake yanawezekana. Na katika hotuba hii ninapenda nitumie zaburi ambayo kwaya kuu waliimba, ile zaburi ya 116. Nitasema kwa ufupi sana kwa sababu maneno haya tumeyasema sana katika zaburi mbalimbali. Zaburi hii ni zaburi ya Daudi ambayo zaburi hii aliitumia kwa kumpa Mungu utukufu kwa ajili ya ukombozi. Ni zaburi ya ufufuo inayolenga ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo utakaotokea katika karne zijazo, wakati huo yeye anapoitumia au anapoimba wimbo huu. Ni zaburi ama ni ujumbe wa faraja kwa yule aliyotoka katika shida. Ni wimbo wa imani unaofanya watu wengi wajisikie kububujika na wajisikie kufurahi mioyoni na mwilini. Ni ujumbe wa ushindi. Ni zaburi ya ujumbe wa ushindi. Ushindi huo juu ya kifo na huzuni. Zaburi hii imechanganya mambo mawili. Yaani imechanganya mambo ya maombolezo na mambo ya furaha. Kwa lugha nyingine tunaita ni tefilot na tehilim. Tefilot ama tehilim. Tefilot ndiyo maombolezo ya kuona kuna jambo baya ama kuna maombi ya kumlilia Mungu ili aweze kutenda. Tehilim ni shangwe na vigelegele ambavyo tumevifanya sasa tulipokuwa tumeona ndugu zetu wako katikati yetu tukimshangilia Mungu. Huyu Daudi ni nini ambacho alikikumbuka hata akatunga zaburi hii? Kwanza, alitafakari namna Mungu alivyotenda maajabu katika maisha yake. Moja, jinsi Mungu alivyomuokoa kutoka katika makucha na midomo ya wanyama wakali wakati alipokuwa akichunga kundi la baba yake. Akikumbuka namna alivyonyang'anyana kondoo kwenye midomo ya dubu na chui na wanyama wengine, na hata wakati mwingine alitumia mataya ya wanyama waliokufa zamani kupambana kuwapiga wanyama waliotaka kuwazuru wanyama wake, na yeye alipona. Kwa hiyo haya aliyatafakari. Lakini cha pili, alitafakari jinsi gani Mungu alivyomwokoa mikononi mwa Goliati, kwa sababu Goliati alikuwa ni mzoefu wa vita, na wakati huo alikuwa amekuja kuwatukana jeshi la Israel. Yeye aliposikia mambo haya alisikia hasira ya kimungu na akaanza kutetemeka. Kijana mdogo akasema, nitakwenda vitani, ninaomba mniruhusu niende. Walicheka wale ndugu zake na wengine wakubwa, wakidhani kwamba yeye anafanya kitu cha ajabu, wakati wao wakubwa wenye silaha wameshindwa. Sasa ka Daudi tu, kumbe ni kwa jina la Bwana. Semeni amen. Alikwenda, na alipokwenda mnajua jinsi alivyofanya. Alikwenda tu na mawe yake na kombeo lake, na alipokwenda alipiga jiwe moja tu, yule Mfilisti akaanguka, na yeye akatumia upanga wake na kukata kichwa chake. Ndipo jeshi la Wafilisti lilianza kukimbia, na majeshi ya Israel yakaja yote mbele ya kwenda kuwafukuza wale na kuteka nyara.
aliyakumbuka haya. Lakini la mwisho, alikumbuka jinsi gani Mungu alivyomnusuru na mfalme Sauli aliyekuwa anamwinda kama digidigi ili amwangamize kwa sababu ya wivu tu. Sasa tunaangalia namna ambavyo alimshukuru Mungu. Akasema maneno haya: nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Akasema, kuna maneno mawili tu. La kwanza akasema, nitakipokea kikombe cha wokovu. Kwa hiyo katika shukurani kuna wokovu, kuna kikombe cha wokovu. Wanaomshukuru ni wale tayari mioyo yao imekiri kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ndio maana wanashukuru, maana wameona kwamba Mungu ametenda mambo makubwa katika maisha yao. Wasingeweza kufikiri hilo, tusingelikuwa hapa leo. Lakini jambo la pili, anasema nitamtolea Bwana dhabihu ya kushukuru. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kumbe katika kushukuru lazima kuna kutoa matoleo ya dhabihu za kushukuru mbele ya mkutano, ili watu waone kwamba kweli mioyo imeguswa ya watu hawa. Sasa wanafanya kwa vitendo, si kwa maneno tu, bali kwa vitendo. Na ninapoangalia pia katika Agano Jipya, tunaona katika ile Injili ya Luka mtakatifu sura ile ya 17 mstari wa 17 hadi 19, kwa wale wakoma 10 ambao walimuona Yesu kwa mbali, wakasema, Bwana mkubwa, uturehemu, ututakase, maana tuwakoma sisi. Yesu akasema, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipokuwa wakitembea, walijikuta miili yao imerudi kama ya mtoto. Pua zao, midomo yao iliyokuwa imetoboka na pua, sasa wamekaa vizuri. La, furaha iliyoje! Lakini yule Msamaria mmoja akasema, mimi siwezi kwenda kuwashukuru watu ambao hawakunitendea jambo. Alirudi. Aliporudi kwa Yesu, Yesu anaswali, anasema, hawakutakaswa wote 10? Kenda wa wapi? Kwa hiyo inaonyesha kumbe Mungu anataka tumshukuru wakati tumetendewa matendo mema. Tumetendewa matendo mema mengi sana, hata sisi tuliopo hapa, si hawa tu wenzetu, hata sisi. Lakini je, ni mara ngapi tumekuja kumshukuru Mungu kwa ajili ya matendo hayo? Badala ya kutafakari kama Daudi alivyotafakari mema, sisi tunatafakari mabaya. Ndio maana hatuna ibada nyingi za kushukuru katika makanisa yetu. Lakini kama na sisi tungetafakari hivyo, tungekuwa na ibada za kushukuru kila kunapokucha. Maana tungeshukuru kwa ajili ya watoto Mungu aliotupa, kwa ajili ya mashamba mazuri, kwa ajili ya waume wazuri, wake wazuri, kwa ajili ya mambo mazuri katika maisha yetu, kwa ajili ya uchumi mzuri, tungekuja kumshukuru. Lakini je, tumekuja? Hatukuja. Ila leo hawa 8. Na ndivyo sasa Yesu akawa anashangaa, anasema, mbona walikuwa 10, sasa wale 9 wa wapi? Ni huyu tu mgeni ndio akaja kumshukuru Mungu. Sasa yule bwana alikuja akimtukuza Mungu. Kwanza alimtukuza, manake aliimba. Hebu mpigieni Mungu makofi kwanza na vigelegele. Maana aliimba, halafu walichofanya ni kitendo. Kitendo gani? Alianguka miguuni pa Yesu. Haleluya, haleluya. Alipoanguka miguuni pa Yesu, Yesu alimshika mkono, akamwinua, akamwambia, imani yako imekuokoa, tembea kifua mbele, wewe ni mzima. Ninageukia ndugu zangu, ninyi ambao mmetoka kule mahali mlipo hangaika na kuteswa sana kwa ajili ya imani, si kwa ajili ya matendo mabaya mliotenda, bali kwa ajili ya imani. Sisi tulibaki huku tukilia na kuwaombea na kufanya vitendo ambavyo mmeshavisema katika risala yenu, na Mungu ametenda. Leo mko hapa. Mungu sasa
Ndio maana mlikuja mbele hapa ili kuwashika mkono, tukuwainua. Bwana alipowainua, uchumi wenu sasa utainuka, furaha yenu itainuka, amani yenu itainuka, ushindi wenu utainuka, na nguvu yenu itainuka, na mtakuwa baraka kuliko mlivyokuwa mwanzo, maana Bwana atakwenda kuwahudumia, maana mmetenda kwa ujasiri kwa ajili ya Bwana. Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.